Karibu sana msikilizaji katika kituo chetu hichi. Bila shaka tuendelee kukufahamisha kuhusu kinachotokea nchini Tanzania, lakini pia tunahakikisha kwamba tunafanya uchambuzi wa kina ama tunachimba ndani zaidi kupata kuelewa kinachotokea kwa kufanya utathmini wa kila ambacho kinatokea ili kuweza kuhakikisha kwamba tunaelewa kwamba kinachotokea kinaleta baadhi ya faida zipi ama madhara ya kiasi gani kwa Tanzania wa kawaida. Msikilizaji, kuna taarifa ambazo ameweza kuzitoa Jaji Mkuu Bwana George Masaju ambaye ameweza kukemea vitendo ambavyo vinatokana na baadhi ya viongozi wa serikali na wanasiasa kuingilia shughuli za mahakama ili kuweza kuhakikisha kwamba kesi ambazo zinaamuliwa na mahakama zinakwenda jinsi ambayo wanataka. Msikilizaji, hili pia linahusu kuhongwa kwa majaji ili kuamua kesi jinsi itakayoweza kuhakikisha kwamba inawapa faida baadhi ya wanasiasa ama viongozi wa serikali. Msikilizaji, huyu Jaji Mkuu amepata kuzungumza na amepata kuwaonya baadhi ya viongozi ambao wanashiriki katika kuwaandaa baadhi ya mahakimu na majaji wa mahakama kuweza kuamua kesi katika njia ambazo wanataka kesi hizo ziweze kuamuliwa. Nataka nikupeleke msikilizaji kwenye taarifa hii kwanza, tukapate kuelewa kile ambacho Jaji Mkuu anakizungumzia kisha tuweze kuitathmini. Jaji Mkuu anasema hivi: Jaji Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa George Masaju amekemea vikali vitendo vya baadhi ya viongozi wa serikali na wa kisiasa kuingilia utendaji wa shughuli za madalali na wasambaza nyaraka wa mahakama kwa kisingizio kwamba wao ni wenye viti wa kamati za ulinzi na usalama za mikoa na wilaya. Mheshimiwa Masaju ameyasema haya msikilizaji alipokuwa akifungua mkutano mkuu wa chama cha madalali na wasambaza nyaraka wa mahakama Tanzania uliofanyika kwenye ukumbi wa mikutano uliopo makao makuu ya mahakama ya Tanzania jijini Dodoma. Akasema hivi: hizo sheria zinazowapa madaraka hazikuwapa mamlaka ya kuingilia utekelezaji wa amri na maamuzi ya mahakama, kwamba sheria ambazo zipo hazijampa mtu yoyote madaraka au mamlaka ya kuingilia utekelezaji wa amri na maamuzi ya mahakama. Wachukulieni hatua. Haiwezekani mahakama imeshatoa amri halafu mtu mwingine anazuia. Hiyo inakuwa ni mahakama au ni kitu gani? Ni lazima tutofautishe shughuli za kisiasa na shughuli za kutoa haki zinazofanywa na mahakama. Akaendelea na kusema hivi: hakuna mtu ambaye yupo juu ya sheria, na hata mimi Jaji Mkuu siko juu ya sheria kabisa. Na kwanza, hata mimi kwa kiapo changu na majaji wote wa mahakama wote na hata wasajili tunaapa tunapotelekeza majukumu na kuingilia katiba, mila na desturi na sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bila hofu, upendeleo wala chuki. Yaani kwamba wanakula kiapo cha kuhakikisha kwamba wanafanya kazi yao bila upendeleo, bila chuki
na kuhakikisha kwamba kuna usawa kwa kila Mtanzania ambaye anafuata haki katika mahakama. Kinachotokea hapa msikilizaji, ama kilichofanya kwamba nisome taarifa hii ni kwamba Jaji Mkuu anawadokezea Watanzania kwamba wapo viongozi serikalini na wapo wanasiasa mashuhuri ambao wanaingilia shughuli za mahakama, ambao wanapeana mwongozo ama jinsi kesi zinavyoamuliwa katika mahakama ya Tanzania. Na sasa Jaji Mkuu anajaribu kuzungumza kwa njia ya onyo, ili yoyote anayeshiriki katika kufanya vitendo kama hivyo ajue kwamba vitendo vyake vinajulikana, lakini kama njia pia ya kuweza kuhakikisha kwamba taarifa hiyo inawafikia wananchi, kupata kuelewa hali halisi ambayo inashuhudiwa pale na baadhi ya majaji, mahakimu na watumishi wote wa mahakama, kwamba kuna uingiliaji kutoka kwa viongozi wa serikali, lakini pia kuna uingiliaji kutoka kwa wanasiasa ambao wanahisi kwamba wana nafasi kubwa na kesi zinaweza kuamuliwa jinsi ambao wao wanataka kesi hizo ziweze kuamuliwa. Lakini anawakumbusha majaji kwamba wamekula kiapo cha kupeana maamuzi bila ubaguzi, bila chuki, lakini waweze kuhakikisha kwamba kila Mtanzania anapata haki. Msikilizaji, endelea kutufuatilia katika kituo hichi. Bila shaka tuendelee kukufahamisha kuhusu kinachoendelea kutokea nchini Tanzania. Jina langu ni Presenter Guton. Nipo hapa kila siku kuweza kuhakikisha kwamba nazidi kukusogeshea karibu taarifa ambazo zinakuhusu.